Mtazamaji wa Sat Media, hewani tupo na msemaji mkongwe kuliko wasemaji wote Tanzania. Huyu ni Tobias Kifaru Ligarambwike kutoka pale mashamba ya miwa Turiani Morogoro. Tangu mwaka 1983-85 huko, huyu bwana ni msemaji wa timu. Ndio msemaji wa kwanza, lazima tujimwae naye. Bwana, tuambie kwa sasa hivi Mtibwa hali yake kwa sasa hivi, mwenendo mzima. Mtibwa mnaonekana ni timu ambayo imeimarika, na mwaka huu sio mwaka wa kufanywa maombi kwamba labda itakuwa na walau wasiwasi ya kushuka daraja. Hii imetokana na nini kwa sasa hivi Kifaa? Mipango yetu ambayo tumeifanya, ndio ziara ambayo tulifanya msimu uliopita kwenye ligi ya Champion, tumejifunza mengi. Na ukiangalia tumerudi kwa kishindo, pamoja na kwamba michezo mitatu ya nyuma minne hatujafanya vizuri. Sinaamini kufanya vibaya kwetu kunatumaanisha tujiweke vizuri zaidi, tupambane, tukae vizuri na tusonge mbele. Kwa hiyo niseme tu kwamba ligi ngumu sana, ligi ya NBC Tanzania msimu huu. Imekuwa ligi nzuri, ligi ambayo inafuata taratibu. Nipongeze sana Rais wa Shirikisho la Mpira la Tanzania, Wallace Karia, pamoja na kamati tendaji ya Shirikisho la Mpira la Tanzania, bila kusahau bodi ya ligi kuu nchini Tanzania. Wamefanikiwa. Kwanza, jambo kubwa ambalo amelifanya Rais wa Shirikisho la Mpira la Tanzania ni kukemea swala la waamuzi wa Tanzania. Wengi wao wamewekwa pembeni na wale wazuri wanaendelea kufanya kazi. Na pindi unapoonekana unakiuka taratibu, basi bodi ya ligi au Shirikisho la Mpira la Tanzania haifiti kukuweka kando ili tuone waamuzi bora wanachezesha kwa kufuata sheria 17. Sasa hili jambo ni jambo bora sana. Tumeshuhudia misimu kadha nyuma ilikuwa ligi mbaya. Lakini msimu huu Rais wa Shirikisho ukakemea sana toka mwanzo wa msimu. Na kawaacha waamuzi wengi sana, kachagua waamuzi ambao wanaendana na kasi yake. Kwa hiyo hata ligi imekuwa ngumu. Usishangae hata vilabu vikubwa sasa vinakabwa koo, vinabana, sababu mpira unataka sheria pamoja na ukongwe wako, lakini fuata taratibu za mpira. Na kama unafuata taratibu za mpira, nadhani tutafika mbali kumpata bingwa mzuri. Kwa ligi imekuwa nzuri, yenye ushindani mkubwa sana. Na hii imefanya mashabiki wa Tanzania kuja viwanjani kuangalia unyumbulifu wa wachezaji ndani ya viwanja vyetu ambavyo vinacheza michezo ligi kuu ya NBC. Kwa kwangu, ikiwa kama mdau mkubwa soka nchini, namwagia sana maua ndugu yangu Wallace Karia. Ameweza kugundua jambo ambalo ilikuwa kilio cha Watanzania, na jambo hili limeweza kukemewa. Sasa hivi ni furaha kuona unyumbulifu, ligi inachezwa kwenye ushindani mkubwa. Kwa kama Mtibwa tunapambana, pamoja na kufanya vibaya michezo kadha ya nyuma. Tulianza vizuri, baadaye tukawa tunafanya vibaya michezo mitatu ya ligi kuu. Ni mchezo wa juzi ambapo tumetoka sare 1-1 na Yanga, umeleta hamasa, umeongeza nguvu kwenye kikosi chetu. Naamini tunaweza. Sasa nadhani baada ya kufanikiwa kutoka sare na Yanga kufungana goli 1-1, imewafanya vijana wadogo ambao mwalimu Yusuf Chifu amewatumia kwenye michezo ligi kuu, bado wadogo sana, lakini anawaamini, anasema hapa ndipo ninapotaka. Chezeni mfungwa ili mpate ukomavu. Mkifanya vizuri basi mmeweza kukomaa. Kwa hiyo tunaamini tuna kikosi kizuri. Baada ya kutoka 1-1 na Yanga, nadhani tumekuwa na mapumziko ya wiki moja. Vijana wataji kurudi Jumamosi juma hili, tuone mipango ya mwalimu Yusuf Chipo nini anaongeza ndani ya kikosi hiki. Baada ya kutoka 1-1 na Yanga, sasa wamekwenda mapumziko. Watakaporudi, nadhani mikakati ni mikubwa sasa ya mwalimu Yusuf Chipo kuona kuimarisha ili timu iweze kufanya vema katika michezo inayokuja ligi kuu ya NBC. Haya bwana, wajalie basi labda neno la mwisho wapenzi wa Mtibwa, kwa maana kwa sasa hivi baada ya kurejea timu inaonekana ni nzuri kwa sasa hivi. Labda utujalie sasa neno la kututia tumaini kwamba timu hii hatuoni kwenda kupiga ziara ile. Bado tumwamini mwalimu Yusuf Chipo wa Kenya huyu. Tumwamini, tuendelee kumwamini.
tuibakize timu kwenye ligi kuu msimu huu. Tunaamini msimu unaokuja atafanya upembuzi wa kupata wachezaji wazuri zaidi ambao wanaona hawa watapendezesha, wataingalisha Mtibwa. Safari hii amekuta usajili umeshafanyika. Tunaamini ligi inapochezwa na ligi ikimalizika, tumo kwenye ligi kuu, itakuwa kipindi cha mwalimu Yusuf Chipo kupanga na kusajili wachezaji ambao watakuwa bora zaidi wa kuunganisha Mtibwa kwenye ligi kuu ya NBC. Kwa kikubwa tuombe jitihada za mwalimu, tuone anachangiaje vijana wakaweza kufanya vema, timu ikabaki, na tuone mipango mingine ya msimu ujao wa ligi kuu ya NBC. Msemaji mkongwe, mimi nikushukuru sana. Asante. Bwana, huyo ni msemaji mkongwe Tanzania. Unapozungumzia timu hizi za ligi kuu Tanzania bara kuwa na wasemaji kabla ile leseni club license kuvitaka vilabu kuwa na wasemaji, basi Mtibwa waliliona hilo zamani kabisa. Yani Mtibwa tangu miaka ile walikisha kuwa na msemaji ambaye ni huyo tumetoka kuzungumza naye punde hapa, Tobias Kifaru Ligalambwike, mzee kutoka Songea, lakini akifanya maisha yake yote kule katika viwanja ama viunga vya mashamba ya Miwa Turiani kule mkoani Morogoro. Ndio bwana, tumezungumza naye hapo, msikia. Bila shaka watu wa Mtibwa mtakuwa mmepata neno kutoka kwa Tobias Kifaru Ligalambwike. Mimi naitwa Kione Hamisi Mauruku. Hizi ndio zile nyakati pendwa, nyakati za dondoo za kimichezo kupitia Sat Media, na tunakuwa update tu kadiri jambo linapojitokeza. Basi na sisi tunaona tusikuache, si ndivyo bwana? Ting tapa ting, kitu baada ya kitu. Waya say.